tupe kwa nini Roho Mtakatifu? Kwa nini Roho Mtakatifu? Kwa nini Roho Mtakatifu? Why Holy Spirit? Kwa nini Roho Mtakatifu? Sisi kama Pentekoste au Wakristo tuliomwamini Yesu, nafikiri tangu umeamini habari za Roho Mtakatifu umezisikia mara nyingi mno, mara nyingi sana, kwa namna mbalimbali na kwa viwango tofauti ili uweze kuelewa. Lakini unaweza ukajiuliza, kwa nini Roho Mtakatifu? Kwa nini Roho Mtakatifu? Na katika kutafakari kwangu au kwa nifundisha kuhusu habari hizi, nimegundua siri ya kutunza maisha ya wokovu na kurithi ufalme wa Mungu kwa njia ya Roho Mtakatifu. Hakuna namna nyingine unayoweza kufanyika kuwa mwana wa Mungu. Hakuna namna nyingine unayoweza kushinda. Hakuna namna nyingine unayoweza hata kumwabudu Mungu na kumtukuza na kumsifu bila Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na naomba nianzie hapa kwamba katika maisha ya wokovu, niwe kusema sijui wapi, katika maisha ya wokovu is a process. Wokovu is a process. Bwana Yesu asifiwe. Na hii process inaanza na Mungu mwenyewe. Nataka nikuonyeshe upendo wa Mungu kwako kwanza. Maisha ya wokovu ni process. Na hii process inaanza na Mungu mwenyewe. Kwa sababu neno la Mungu linasema, Yesu anasema hakuna mtu awezaye kuja kwangu isipokuwa amefanya nini? Isipokuwa amefanya nini? Isipokuwa amefanya nini? Amevutwa na Baba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Yesu anatuonyesha kwamba hakuna mtu awezaye kwenda kwake isipokuwa amevutwa na Baba ambaye ni Mungu mwenyewe. Kwa wokovu kama process inaanza na Mungu mwenyewe. Mungu ndiye anayefanyia selection. Ndio maana Biblia inasema sio sisi tuliompenda Mungu, ila Mungu ndiye alitangulia kutupenda kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu akishakuchagua, hakuna sehemu nyingine unaweza kusamehewa dhambi zako isipokuwa kwa Yesu tu. Na ndio maana hakuna msamaha wa dhambi sehemu nyingine yoyote. Hii mamlaka iko kwa Bwana Yesu peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mtu anayeweza kusamehewa dhambi bila Yesu Kristo. Hata ukiomba kwa Roho Mtakatifu, huyo mtu asamehe dhambi hata samehewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu hakuna jina jingine tulilopewa wanadamu kuokolewa kwalo isipokuwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mungu akishakuchagua, anakupeleka kwa Yesu. Yesu anakutakasa, anakusamehe dhambi ulizonazo au ulizokuwa nazo. Lakini baada ya hapo, kitu kinachofuata ni maisha ya wokovu ndani ya Roho Mtakatifu. Kumpokea Yesu tu hakutoshi. Kumpokea Yesu tu hakutoshi. Kinachofuata ni maisha ndani ya Roho Mtakatifu. Ndipo tunaanza kujifunza sasa, kwa nini Roho Mtakatifu? Kwa nini Roho Mtakatifu? Bwana Yesu asifiwe sana. Roho Mtakatifu ni nani? Ndio tuanzie hapo. Roho Mtakatifu ni nani? Kwa kifupi, naweza kusema Roho Mtakatifu ni Mungu. Hivyo Roho Mtakatifu ni Mungu. Tu mmoja alifungulia Yohana 4 mstari wa 24. Roho Mtakatifu ni Mungu kwa sababu ana sifa zote za Mungu. Mojawapo yupo kila mahali. Yohana 24. Nasoma, Mungu ni Roho. Nao waabudu yeye ni basa kuabudu katika roho na kweli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mungu ni Roho. Mungu ni Roho. Na ukiuliza Roho ni nani? Utasema nini hapa? Roho ni Mungu, si ndio? Kwa Roho Mtakatifu ni Mungu mwenyewe. Roho Mtakatifu ni Mungu mwenyewe.
Na ukitaka kuthibitisha moja kati ya sifa kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu mwenyewe, ana sifa ya kuwa kila mahali kama Mungu alivyo. Ukisoma kitabu cha Zaburi 139 mstari wa 7a na b, naomba tusome na hapo pia. Zaburi 139 mstari ule wa 7. Zaburi 139 mstari wa 7. Niende wapi nijiepusha na roho yako? Niende wapi niukimbie uso wako? Kama ningepanda mbinguni. Natosha. Bwana Yesu asifiwe. Mwandishi wa kitabu cha Zaburi anaanza kwa kusema, niende wapi nijiepushe na roho wako? Niende wapi? Maana hakuna sehemu ambapo utaenda ambapo Roho Mtakatifu afanye nini? Hayupo. Ndio Biblia anasema niende wapi? Nijifiche na anasema ule mstari wa 7b, niende wapi niukimbie uso wako? Niende wapi niukimbie uso wako? Kwa anaanza kwa kusema niende wapi nijiepushe na roho yako, lakini niende wapi niukimbie uso wako? Manake uso wa Mungu uko kila mahali, na uso wa Mungu uko kila mahali kwa tafasiri ya Roho Mtakatifu. Kwa Roho Mtakatifu ni Mungu mwenyewe. Kwa nini? Kwa sababu ana sifa za kuwa kila mahali. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hebu tujifunze kwa nini sasa Roho Mtakatifu. Zipo sababu nyingi, lakini asubuhi ya leo tutajifunza sababu moja ambao ndani yake kuna vipengele vinane. Kwa nini tunamhitaji Roho Mtakatifu? Na Roho Mtakatifu ana faida gani kwetu sisi kama waamini? Hasa tunapoanza mwaka mpya kama huu. Je, unafikiri kuna haja yoyote ya kuongeza viwango vya kuwa na Roho Mtakatifu? Au unafikiri kuna haja ya kuendelea kumshukuru tu Mungu na kubaki pale pale? Kwamba Mungu asante kwa ajili ya mwaka mpya. Je, ni kupanga mipango tu ulionayo? Au kuna haja yoyote ya kufocus, kuincrease katika Roho Mtakatifu? Bwana Yesu asifiwe. Moja kati ya sababu kubwa kwa nini tunamhitaji Roho Mtakatifu, moja kati ya sababu kubwa ni kufanyika wana wa Mungu. Sababu ziko nyingi, lakini sababu kubwa ni kutufanya kuwa wana wa Mungu, kwa maana ya kwamba kuwa na sifa na vigezo vya kuwa wana wa Mungu halisi. Kuwa na sifa na vigezo vya kuwa wana wa Mungu halisi. Hebu tusome kitabu cha Mathayo sura ya 4 mstari wa kwanza, na mwingine atanifungulia Warumi 8 kuanzia mstari wa 9 mpaka ule wa 16. Mathayo 4 mstari wa kwanza. Kisha Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Si kama tunaenda sawa sawa. Katika kitabu cha Mathayo takatifu sura ya 4 mstari wa kwanza, Biblia inasema, kisha Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Unajifunza nini hapa? Na kupitia mstari huu unaweza kugundua kwamba ni kwa nini Biblia inasema furahini mwangukapo katika majaribu. Hii si watu wengi hawajawahi kuigundua. Kwa nini neno la Mungu linasema furahini mwangukapo katika majaribu? Hali wengine wanaimba wanasema majaribu yanachoma kama moto. Bwana Yesu asifiwe. Lakini asubuhi ya leo gundua kwamba hii ni moja kati ya kazi ya Roho Mtakatifu. Na ndio maana hakuna muamini ambaye atamwamini Mungu kupitia Yesu Kristo akose majaribu katika maisha yake ya wokovu. Huyo atakosa sifa na vigezo vya kuwa mwana wa Mungu halisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Hapa katika kitabu cha Mathayo sura ya 4 mstari wa kwanza, neno la Mungu linasema, kisha Yesu akapandishwa na Roho nyikani ili afanye nini? Ili ajaribiwe. Kwa Yesu hakwenda peke yake wala kujikuta tu kwenye mazingira yale.
Ndio maana tukisoma kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 9 mpaka 16 utagundua kwamba wale wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa nani? Hao ndio wana wa Mungu. Maana kuongozwa ni kufanya nini? Ni kupelekwa mahali, kuwa flexible, kupelekwa mahali ambapo yeye mwenyewe atapenda kupeleke. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo katika safari ya wokovu, unapopitia changamoto, unapopitia majaribu, hutayakosa na hayaepukiki. Na hakuna njia yoyote ambayo unaweza kuombea majaribu yao. Mimi nimegundua hilo, sijui nyie, kwamba unapopitia majaribu haya yaombewe kimsingi. Na ukitaka kudhibitisha hilo, fuatilia hata kwa Ayubu. Ukifuatilia historia ya Ayubu vizuri, alipokuwa anapitia changamoto zile za majaribu, kuna watu wengi walimtia moyo. Wengine mpaka watumishi wa Mungu walienda wakafanya kambi pale kwake wakimwombea. Lakini ile haikufanya yale majaribu yakatike katika maisha yake. Yaani kule kumwombea hakufanya majaribu yafanye nini? Yaishe. Yaliendelea. Mpaka mahali ambapo Mungu alikuwa amekusudia kumfikisha Ayubu, ndipo majaribu yakafanya nini? Yakaisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Si kama tunaenda sawa sawa. Kwa hiyo hapa kisha Yesu akapandishwa na Roho kwenda nyikani. Makusudi gani? Ili ajaribiwe. Kwa Roho Mtakatifu, moja kati ya kazi yake ni hiyo hapa, kukupeleka mahali ambapo sifa za kuwa mwana wa Mungu halisi. Kwa maana kule kuongozwa na Roho Mtakatifu, kule kuongozwa ndio kunakokufanya wewe uwe mwana wa Mungu halisi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa unapopitia changamoto, wala hata usiogope. Vumilia. Ukiamini kwamba hayo ndio mapenzi ya nani? Mapenzi ya Mungu. Kwa sababu kupitia hapo unapata qualification za kuwa nani? Mwana wa Mungu halisi. Hebu tusome kile kitabu cha Warumi sura ya 8 ile mstari wa 9 mpaka 16. Lakini ikiwa Roho mtakana yenu, ninyi hamfuati mwili bali mnafuata Roho. Lakini mtu yeyote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Na Kristo akiwa ndani yenu, mwili wenu umekufa kwa sababu ya dhambi, bali roho yenu ni hai kwa sababu ya haki. Lakini ikiwa Roho yake yeye aliyemfufua Kristo katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu atauisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa Roho yake anayekaa ndani yenu. Sura 12. Basi kama ni hivyo, ndugu tu wa deni, si wa mwili kuishi kwa kufuata mambo ya mwili. Kwa maana kama tukiishi kwa kufuata mambo ya mwili, mwataka kufa. Bali kama mkiafisha matendo ya mwili kwa Roho, mtaishi. Kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Kwa kuwa hamkupokea tena roho wa utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambao kwa hiyo twalia Aba, yani Baba. Sura 16. Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa si tu watoto wa Mungu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hapo tunakumbuka kitabu cha Warumi. Hii kitabu cha Warumi 8 kimezungumzia upande mbili. Kimezungumzia matendo ya mwili sana. Na tuseme kitabu cha Warumi kwa sehemu kubwa kimezungumzia sana matendo ya mwili, lakini kimezungumzia namna ya kuishi na kushinda hayo matendo ya mwili, hasa unaposoma hii Warumi sura ya 8. Kisoma yote utagundua anazungumza habari za roho na matendo ya mwili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini tutumie mistari michache tu hapa. Ukisoma mstari wa 9, lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamfuati mwili bali mwafuata Roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ingetosha tu kwamba baada ya Yesu kuja duniani na kuwafanya wengi kuwa wafuasi wake, ingetosha kabisa kusema kwamba Yesu angeondoka, basi tuwe watoto wake. Lakini haikutosha hiyo. Hiyo hali ya kuacha aliona atawacha kama yatima. Bwana Yesu asifiwe.
ndipo akasema msubiri ile ahadi. Kaeni hapo msubiri. Kwa Roho Mtakatifu alikuwa kama ahadi kwao. Na unajua ahadi kimsingi ni haki yako. Ahadi kimsingi ni haki ya huyo aliyeahidiwa. Lakini haki haiwezi kuwa haki mpaka uidai. Bwana Yesu asifiwe sana. Si kama tumeelewana au ndio si hivi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haki haiwezi kuwa haki yako mpaka umeidai. Ikiwa pale inakuwa haki tu, hivyo inakuwa haki tu na haiwezi kuwa ya kwako mpaka umeidai. Ndio maana yule mwanamke mjane alidai ile haki yake kwa yule kadhi dhalili, si ndio? Ndipo ikaweza kuwa haki yake. Angekaa tu asidai, wala isingekuwa haki yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo na Roho Mtakatifu ni haki yetu, na Yesu aliwaahidi wanafunzi wakae wasubiri ile ahadi ya Roho Mtakatifu. Na wale wanafunzi walikaa, wakasubiri, wakajazwa. Na hii ni baada ya Yesu. Kwa hiyo ingetosha kabisa Yesu kuondoka na kuacha wanafunzi na wengi waliomwamini kuwa vile walivyomwamini kwa lile jina lake tu. Lakini haikutosha vile. Kukawa bado kuna sababu ya kujazwa Roho Mtakatifu, ambapo baada ya kuamini sasa, ndio maana nikasema kwamba Mungu anaanza kukuchagua. Akishakuchagua na kupeleka kwa Yesu, ndo hapa wale watu wameshamwamini Yesu, lakini Yesu hakuondoka, anawakabidhi sasa kwa Roho Mtakatifu, ambapo moja kati ya sifa na kazi ya Roho Mtakatifu ni kukufanya wewe kuwa na sifa na vigezo vya kuwa mwana wa Mungu halisi. Kwa hiyo mtu anaweza kumwamini Mungu kupitia Yesu hana Roho Mtakatifu. Si kama tunaenda sawa, lakini mtu anaweza kumwamini Yesu na hana Roho Mtakatifu. Kwani wale watu hawakumwamini Yesu? Wanafunzi wake hawakumwamini Yesu? Si alitumika pamoja nao? Bwana Yesu asifiwe. Alitumika pamoja nao, lakini anawaonyesha umuhimu wa kuwa na Roho Mtakatifu, hasa yeye mwenyewe akiona kwamba hakuna maisha ya wokovu atakayoendelea kwao bila Roho Mtakatifu. Ndio maana usichoke kusikiliza habari za Roho Mtakatifu, wala usichoke kuomba kujazwa Roho Mtakatifu kile itapo leo. Kwa sababu ukikosa hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu maishani mwako, hautakuwa na vigezo vya kuwa mwana wa Mungu halisi. Utabaki umemwamini Yesu, utakuwa kama wale wanafunzi, watakuwa yatima na mwisho wa siku hawana ufalme wa Mungu. Sasa kuna haja gani? Kuna haja gani ya kumwamini Mungu? Kuna haja gani ya kumtumikia Mungu? Kuna haja gani ya kuwa mtumishi mzuri? Una haja ya Roho Mtakatifu, au humtunzi Roho Mtakatifu, au naye uongozi na Roho Mtakatifu. Kuna haja gani? Kwa sababu kuna hasara. Gharama za kumpata Roho Mtakatifu ni rahisi kuliko gharama za kumkosa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Gharama za kuongozwa na Roho Mtakatifu ni rahisi kuliko gharama za kuongozwa na Roho Mtakatifu. Si kama mnanielewa? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa nini Roho Mtakatifu? Kwa sababu anatupa vigezo na sifa za kuwa wana wa Mungu halisi kwa njia hiyo ambayo tumejifunza hapo. Lakini ukiendelea hapo mstari wa 14 wa 18, kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Kwa kuwa hamkupokea tena roho ya utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana. Kwa kule kupokea roho, ile ni roho ya kufanywa mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile ni roho ya kufanywa mwana wa Mungu, ambayo kwa hiyo twalia Aba, yani Baba. Kwa hiyo ndio sababu kubwa ya kwa nini tunamhitaji Roho Mtakatifu. Sasa katika sababu hii, ziko sababu nyingi. Katika sababu hii tunapata vipengele 8 ambavyo kama muda utatosha tutaviangalia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kipengele cha kwanza ndani ya hiyo pointi ya kwanza,
ni kuwa shahidi. Ni kuwa shahidi. Maanake kama umeandika ile point ya kwa maana Mungu one, maanake hiyo ni A. Point number 1. Kuwa shahidi, Matendo 1:8. Hatutasoma hapo. Matendo 1:8. Nanyi mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Baada ya kupokea hiyo nguvu, fuata ni kuwa shahidi wa Kristo. Kwa ndani ya kuwa mtoto wa Mungu sasa, ukishapokea Roho Mtakatifu, moja kati ya kipengele ndani ya hiyo point ni kuwa shahidi. Unakuwa shahidi juu ya nini? Unakuwa shahidi juu ya matendo yote ambayo unaweza kusoma katika kitabu cha Wagalatia. Nafikiri matendo ya Roho mnafahamu, si ndio? Matendo ya Roho mnafahamu. Maana yake yale matendo ya Roho na vitu vingine ndani ya Mungu ndivyo tunavyo ya Roho Mtakatifu. Utoaji halisi ni utoaji ndani ya Roho Mtakatifu. Maana yake kama una Roho Mtakatifu, hata kama una upendo, unaonyesha upendo. Upendo ni upendo ambao ni tuseme ni fake, kwa sababu hata watu wa mataifa wanafanya hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unakuwa shahidi. Unakuwa shahidi wa Yesu kwa njia nini? Kwa njia ya Roho Mtakatifu. Kipengele cha pili, kushinda dhambi. Kushinda dhambi. Kushinda dhambi. Warumi 8 hiyo ukisoma nafikiri tuliona pale, inaelezea matendo ya mwili na matendo ya Roho. Lakini sehemu kubwa anasema mkiongozwa na Roho, manake hamtatimiza kamwe nini? Tamaa za mwili. Enendeni kwa Roho. Enendeni kwa Roho. Kwa maana hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Tunajua mwili ndio sosi kubwa ambao shetani anaitumia kutenda dhambi, mwili. Kwa sababu najua shetani ni roho na Mungu ni roho. Na hivi vitu haviwezi kufanya kazi mpaka viwe ndani ya mwili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kwa tafasiri hii utagundua kwamba kwa mfano wizi ni roho. Lakini hii roho haiwezi kuiba mpaka ingie ndani ya mwili. Ndio maana mtu akishinda mwili ameshinda dhambi. Kwa sababu ni vitu vyote ni roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuenenda kwa Roho ndiko kutaweza usitimize nini? Tamaa za mwili. Maana yake vile vitu ambavyo shetani anavileta kupitia mwili wako havitapata nafasi, kwa sababu ni roho, lakini ndani yako kuna Roho Mtakatifu. Ndio maana shetani alipotaka kutimiza kusudi lake la kuwapotosha wanadamu kwa kumtumia Adamu na Hawa, aliingia kwenye nyoka, kwa sababu ile ni roho, mpaka ingie sehemu yenye mwili uweze kutimiza nini? Yale mapenzi yake. Na ndio maana kimsingi nafikiri tunafahamu kwamba kwa mfano mtu akaja akakufanyia fujo, wewe utakiwa kumconsider yule mtu. Yule mtu hana shida. Bwana Yesu asifiwe. Ila kuna roho ndani yake. Yesu akamwambia Petro, rudi nyuma yangu ewe shetani. Kwa maana kwamba kuna spirit ambayo ilikuwa imeshamwingia Petro ili kutimiza makusudi ambayo yalikuwa tangu mwanzo. Kwa hiyo moja kati ya sifa na kazi na faida ya Roho Mtakatifu ni kushinda dhambi. Na kwa maana hii hakuna mtu anayeweza kushinda dhambi. Hakuna. Kimsingi kama hana Roho Mtakatifu. Kimsingi hakuna mtu anayeweza kushinda dhambi kama hana Roho Mtakatifu. Kile kitu kwake mtu huyu atakwambia ni kigumu. Tuliwahi kwenda kushuhudia mahali fulani Dodoma. Tulikuwa na mkutano kule, sasa tulikuwa tunafanya ile ya kushuhudia asubuhi kabla ya mkutano. Kiwa advance. Tukao tunashuhudia vijana fulani. Kijana mmoja akaniuliza, hivi hebu kaka Samali nikuulize. Kaambia niulize. Hivi kwa ina maana kama wewe hapo unamaanisha ni hauna hata msichana ni yeyote ambaye yani kwa mkweli tu niambie. Yani hauna hata mtu, yani wewe niambie tu. Bwana Yesu asifiwe. Nikagundua kwamba kile kitu ni kitu kigumu sana kwake. Yani ni kigumu sana.
Na kimsingi dhambi zote ni ngumu kwa mtu ambaye hana Roho Mtakatifu. Yaani ukibaki mtu ambaye umemwamini Mungu, you don't have Holy Spirit, hauwezi ukashinda dhambi. Hauwezi ukashinda dhambi. Haiwezekani. Kwa sababu zile dhambi zote ni roho. Bwana Yesu asifiwe. Sisi kama tunaelewa hapo kidogo. Kwa hiyo ndio maana kitabu cha Warumi hapa kinasema, Paulo anaandikia Warumi, anawaambia enendeni kwa roho. Kamwe hamtazitimiza nini? Tamaa za mwili. Maana tamaa za mwili zinashindwa kwa namna ya roho. Vinginevyo hiyo haiwezekaniki. Bwana Yesu asifiwe sana. Sababu nyingine ni sababu ya ngapi? Ya tatu, kushinda hila za shetani. Kushinda hila za shetani. Ndani ya kuwa mwana wa Mungu, kama moja kati ya msingi mkubwa wa Roho Mtakatifu kwetu kufanyika wana wa Mungu kama tulivyoona. Lakini kazi nyingine ndani ya hiyo ni kushinda hila za shetani. Labda niseme kidogo, hila ni nini? Hila ni nini? Hila katika kufuatilia kwangu, maana unaweza kugundua maana nyingine ziko nyingi tu. Naomba niseme kwa maelezo kwamba hila ni ukweli unaofanana na uongo. Yaani kwa kifupi, hila ni ukweli unaofanana ni uongo unaofanana na ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Ni uongo unaofanana na ukweli, kwa maana kwamba inakuja taarifa au unakuwa na uelewa fulani wa jambo, 99% ni ukweli kabisa, lakini 1% ni uongo, ambapo ile 1% inabadili hizi 99 zote kuwa uongo. Si kama tunananilia hapa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hila nimesema ni uongo unaofanana na ukweli. Na kwa maelezo mengine unaweza kusema 99%, yaani mtu anaweza akakwambia habari, anakuambia vitu. 99% ni ukweli, yaani you can accept. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ndani ya yale yote aliyoyaongea kuna chembe ambayo ni 1% tu, ambayo ile 1% inaharibu hizi 99 zote na kuwa kitu kingine kibaya zaidi. Na ndio maana hakuna mtu anayeweza kushinda ila za shetani kama hana Roho Mtakatifu. Yaani hawezi kushinda kwa kujaji tu kwamba unaangalia, unatazama, si unapimaje. Hauwezi kujua, kwa sababu 99% ni ukweli. Hasa 1% kuifanyia assessment uigundue sio rahisi. Kwa hiyo huwezi ukashinda hila za shetani bila Roho Mtakatifu. Na kwa namna hii wengi wamepotea na wengi tumepotea kwa huu mlango wa hila za shetani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tusome Waefeso sura ya 6 mstari wa 10 mpaka wa 11. Nitasoma hapo. Kusoma kwa msaada wa Bwana. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Amen. Anasema hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nini? Uweza wa nguvu zake. Ambao nguvu zake ni zipi? Bwana Yesu asifiwe. Kwani nguvu za Mungu ni zipi? Au kama mtapokea nguvu gani? Hapo zungumzia nguvu kimungu, ni nguvu ya nini? Ya Roho Mtakatifu. Kwamba ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Wewe unaelewa ni nguvu gani? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hapa anasema mstari wa 10 Efeso 6, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Alafu 11 anasema vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kwa maana huwezi ukazipinga hila za shetani, huwezi mpaka uwe hodari katika uweza na nguvu za Mungu.
Katika hapo sasa ndipo utaweza kuvaa silaha zile ambazo unasema sasa, vaeni silaha. Si silaha gani zinatajwa pale? Vaeni silaha, vaeni silaha. Zile silaha ukizivaa una nguvu za Mungu, hazina kazi. Inaanza nguvu ya Roho Mtakatifu. Inaanza nguvu ya Roho Mtakatifu kwenye hodari katika nguvu na uwezo. Baada ya hapo ndipo sasa ufanye nini? Uvae silaha. Hiyo unaweza kuvaa silaha una nguvu. Yaani inawezekanaje? Labda nyewe mmeenda JKT. Kwamba mtu anaweza akaenda vitani labda mchovu, hana nguvu, pengine ana njaa hata ya siku 4. Alafu mvalishe silaha. Mvalishe silaha. Umpe hata silaha gani? Huyo mtu atashinda vita. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wengine hufanya hivyo. Wengine wanavaa tu silaha, lakini hana nini? Hana nguvu. Sasa kiroho, kama huna Roho Mtakatifu, zile silaha hazina kazi kwako. Hazina kazi kwako. Kwa hiyo hapo utagundua kwamba hakuna msingi wowote wa maisha ya wokovu yenye ushindi bila Roho Mtakatifu. That is tunazungumza na tunajifunza na kujaza Roho Mtakatifu kile itapo leo. Ukiacha msingi wa Roho Mtakatifu kwenye maisha yako, kimsingi ufalme wa Mungu ndipo unavyoendelea kuuacha. Lakini kadri unavyomtafuta Roho Mtakatifu na kuwa karibu naye, ndipo unavyozidi kuwa karibu na vigezo vya kuwa nani? Mwana wa Mungu halisi na kuwa na sifa za kurithi ufalme wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo huwezi ukashinda hila za shetani. Huwezi. Vitu vingi vinakuja tu kama si Biblia inasema shetani naye hujibadilisha kama malaika wa nuru. Wewe unafikiri utamgunduaje sasa? Utamgunduaje? Maanake ni katika mazingira ya hila hutajua. Mfano maisha yetu kama vijana, ukuta mtu anaingia kwenye mahusiano. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamhitaji sana Roho Mtakatifu kuliko kutumia vigezo tu kama nasoma hapa neno la Mungu inaniambia hivi, basi nitafuata hapa neno linaniambia hivi. Yaani unaenda vile vile unakuwa mechanical zaidi, mechanical. Hiyo haitoshi tu. Kwa sababu hata neno la Mungu ni siri. Yesu anawaambia hilo neno nilowaambia ni roho. Hili neno lenyewe ni roho, huwezi kulielewa kama una roho. Na ndio maana huwezi kumwambia mtu aokoke, atakuangalia tu hivi atakushangaa mpaka afunuliwe. Petro akaulizwa, Yesu akamwambia, "Je, nyinyi mnanijua mimi ni nani?" Petro akasemaje? "Wewe ni mwana wa Mungu." Mungu alimwambiaje? Yesu alimwambiaje? "Mwili, damu na nyama hivi havikukufunulia hilo." Bwana Yesu asifiwe. Kwa hata kule kujua kwamba Yesu ni mwana wa Mungu ni ndani ya Roho Mtakatifu ndio mtu anaweza kugundua. Vinginevyo ni siri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hata neno la Mungu ni siri, yani hizi ni siri tu. Ndio maana Yesu anasema huyu atawafunulia siri. Lakini sehemu nyingine anasema atawafundisha zaidi kuhusu mimi mwenyewe. Maana yake kuendelea kumjua Yesu ambaye msingi ni neno. Kulingana na Yohana sura ya 1 mstari wa 1. Kuendelea kujua hili neno na kumjua Yesu vizuri ni kwa njia ya Roho Mtakatifu. Vinginevyo ni mechanical. Si kama tunaenda vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pointi ya 4 ni uzima. Pointi ya 4 ni uzima. Andika kitabu cha Yohana sura ya 6 mstari wa 66. Kitabu cha Yohana sura ya 6 mstari wa 66. Mstari wa 63. Nitasoma 6 mstari wa 63. Neno la Mungu nasema, "Roho ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu. Maneno hayo niliyowaambia ni roho, tena ni uzima." Kwa moja kati ya kipengele ndani ya kuwa mwana wa Mungu ni kuwa na uzima au ni uzima. Na katika pointi hii naomba nielezee hivi. Huu uzima unauzungumzaje? Kuna aina mbili za uzima. Uzima wa kwanza ni uzima wa milele ambao kimsingi tumeanza kule juu, tumeona kwamba namna gani mtu anapata vigezo vya kuwa mwana wa Mungu halisi. Kwa uzima unaozungumziwa pale ni uzima wa milele, huo ni uzima wa kwanza. Lakini uzima mwingine ni uzima wa vitu
ambavyo tunavyo na huduma ambazo tunazo. Je, kuna uhai na uzima? Yaani sijui Kiswahili vizuri. Lakini kuna uhai na uzima. Uzima maana yake ni consistency living. Consistency living, yani kuendelea kuwepo. Na kwa maana hii ndio maana wengine wao wanakuwa na huduma baadaye zinaisha. Maana yake zile huduma hazina uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake zile huduma hazina nini? Hazina uzima. Na kama hazina uzima, zitakufa tu. Ndio maana wengine wanaanzisha biashara inaishia njiani. Wengine wanasoma wanafika sehemu wanaishia njiani. Lakini nikupe siri hii, moja kati ya kazi ya Roho Mtakatifu ni kufanya hivyo vitu viwe na uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani hutaanzisha kitu kiishie njiani. Kitakuwa na uzima. Hutakuwa na huduma iishie njiani. Itakuwa na uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini watu wengi anakuwa na kitu kinaishia njiani. Anakuwa na kitu kinaishia njiani. Je, ndio Mungu anapenda hivyo? Pengine ukisoma neno la Mungu utagundua kwamba Mungu anazungumzwa kama Alfa na nani? Alfa na Omega. Maana nini? Mwanzo na mwisho. Maana yake yeye akiwa mwanzo wa jambo ni mwisho wa hilo jambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani Mungu hawezi akajenga nyumba kama hii ameanzisha msingi alafu akaiacha kwenye madirisha. Yaani hiyo sio sifa ya Mungu. Mungu ni Alfa na Omega. Akishaanzisha msingi, uwe na imani kwamba ataweka nini? Ataweka paa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa vile vitu vinakosa uzima kwa sababu ya kukosa nini? Roho Mtakatifu. Kazi ya Roho Mtakatifu ni kufanya vitu viwe na uzima, lakini sisi wenyewe tuwe na uzima wa milele ambao tunaahidiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hii 63:6 Yohana kwamba Roho ndiyo itiayo uzima. Roho ndiyo itiayo uzima. Yaani kutia uzima, kitu kiwe na uzima. Roho ndiyo itiayo uzima. Vinginevyo hicho kitu hakina uzima. Kinakuwa na uzima tu Roho akifanya nini? Akitia uzima pale. Si kama tunaenda sawa. Pointi ya 5. Kujua yajayo. Kujua yajayo. Kujua yajayo. Yohana sura ya 16 mstari wa 13. Lakini yeye atakapokuja huyo Roho wa kweli atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hatendi kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Amen. Anamaliza kwa kusema na mambo yajayo atawapasha habari yake. Na kimsingi watu wote tunatamani sana kujua mambo yajayo. Wao tunatamani Mungu. Na ukitaka kujua hiyo asili, ndio maana watu wa mataifa wao huenda hadi kwa waganga. Si ndio? Yaani anatamani tu kujua kitu, akitaka kuanzisha biashara, anaenda kwa mganga. Maana yake anataka kujua mambo yajayo. Yatakuwaje? Anamwambia hii biashara uianzishe mahali fulani. Usianzishe sehemu fulani. Anataka labda kununua uwanja kujenga, anaenda kwa mganga, ninunue uwanja wapi? Anataka ajue yajayo ili asije akajenga sehemu ambayo akapata shida baadaye. Wengine anataka labda kuoa, anaenda kwa mganga, anatamani kujua yajayo. Je, sisi sio zaidi? Na sisi tunajua yajayo kupitia njia gani? Ni njia ya Roho Mtakatifu. Yaani sisi mambo haya yatokee tu ghafla. Mama sema sisi hatuishi maisha ya bahati. Yaani watu wengine udhani kwamba sisi tunabahatisha maisha. Yaani umefaulu kuja labda chuo kikuu, mtu anafikiri amebahatisha tu yule. Amebahatisha. Sisi hatubahatishi. Huo ndio mpango wa Mungu wenyewe. Lakini kwa sababu hukujua yajayo, utafikiri ni bahati kwako. Lakini sisi tukishaamini hatuishi maisha ya bahati, hatubahatishi kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo
Mtakatifu ni kutufanya tujue mambo yajayo. Hakuna namna ambayo unaweza kujua mambo yatakayotukia bila Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake kwa mfano hawa watu ambao nimetolea mfano hapa nyuma, angekuwa na Roho Mtakatifu angejua yajayo. Si ni kweli? Kama angejua yajayo